Unajua Krismasi ilianzaje? Sasa miaka 2000 iliyopita Ulaya huko kwenye msimu wa baridi kali, kuna wakati mwisho wa mwaka ambapo jua lilikuwa linatoweka kabisa, yani hakukuwa na mwanga kabisa masaa 24. Giza linakola kumwaga. Sasa katika msimu huu wa baridi kali kuna siku ambayo kwa sasa inajulikana kama winter solstice. Baridi inakuwa kali kwa sababu nchi ya dunia ya kaskazini ile inakuwa imeegama, kwa kizungu tunasema imetilt, kwa inakuwa imesogea mbali zaidi na jua. Kwa hiyo jua sasa linapoanza kutokeza baada ya hilo baridi kali, watu wanaliangalia jua kama mwokozi, kama nguvu ya uhai. Na katika kipindi hicho ambacho kilikuwa kinaanza mapema Disemba na wakati mwingine hadi mwanzoni mwa mwezi Machi, sherehe mbalimbali zilikuwa zinafanyika katika nchi hizo za kaskazini. Na sherehe maarufu ya Warumi ilikuwa inaitwa Saturnalia. Walikuwa na mwabudu mungu wao Saturn, mungu wa kilimo. Leo naifungua seva tena bila VPN na kukuletea faili lililonyoosha maelezo ilikuwaje sikukuu ya kuzaliwa Yesu Kristo ya Disemba 25 ikahusishwa na sherehe hizi. Dola ya Kirumi ilikuwa na nguvu sana. Roman Empire. Asa kulingana na kitabu kitakatifu cha Biblia, Yesu alizaliwa na akakuta utawala wa Kirumi. Akaishi akifuata tamaduni za Kiyahudi na sheria za Kirumi, akafa na akafufuka, akapaa. Hiyo ni kulingana na maandiko. Asa kuanzia karne ya kwanza, wafuasi wake wakaanza kusambaza na kueneza mafundisho yake. Na kipindi hicho Warumi walikuwa wanaabudu miungu yao, na kwa upande wa Wakristo wao walikuwa wanasherehekea sikukuu ya Pasaka pekee. Na mara nyingi walikuwa wanafanya kwa siri kwa sababu dola ya Kirumi ilikuwa na utaratibu wa kipekee wa kuwatesa wale wanaenda kinyume na emperor, mtawala wa Kirumi, au utaratibu wa Kirumi kwa ujumla. Na Wakristo walikuwa wanatumia alama kama samaki ili waweze kujuana wao kwa wao. Kwa hiyo unaenda sehemu unaona alama ya samaki, wengine wanaanza kadhani kwamba huyu bwana ni mvuvi, lakini wenyewe wanaojua mambo wanajua kwamba huyu ni Mkristo mwenzetu. Kwa hiyo ilibidi wajifiche, kwa maana walikuwa wanapewa mateso makali kweli kweli. Kuna eneo lilikuwa linaitwa Colosseum. Kristo alikuwa anaingizwa kwenye hilo eneo, kwenye huo uwanja. Watu wamejaa, wamefurika. Halafu macho yote wanaelekeza kwa emperor, mtawala wa Kirumi huyo. Akionyesha kidole gumba kama kawaida iko vizuri, umetisha. Lakini akigeuzia chini, mwanangu umeisha. Atafunguliwa fisi au simba mwenye njaa kali, na kinachobaki kwako wewe tu ni kusali sala yako ya mwisho na kuomba toba, maana hapo utoke salama. Ilipofika mwaka 312, Emperor Constantine wa kwanza akaongoka na akawa Mkristo, na hapo akapiga marufuku kuwatesa Wakristo, akapiga marufuku hadi dini zingine zote, na Ukristo ndo ukawa dini kuu ya dunia. Na tunavyoangalia dunia kipindi hicho ya dola ya Kirumi ilikuwa inajumuisha nchi kama Italia ambayo ndio ilikuwa ndo makao makuu, Ufaransa, Ugiriki, Ureno, Hispania, Uingereza, Romania, Misri, Israeli, Syria, Uturuki, Lebanon na Tunisia. Asa Ukristo ulivyopata hadhi, watu wakataka kumsherekea muasisi wa dini yao. Ndipo maswali yakaanza kuulizwa, alizaliwa lini? Kanisa likatafuta namna ya kuweka sherehe ya kuzaliwa. Sasa wakati huo Warumi walikuwa na dini zao za jadi na tamaduni zao. Sherehe za Saturnalia zilikuwa maarufu sana. Zilikuwa zinasherehekewa kuanzia Disemba 17 hadi Disemba 25. Na baada ya hapo ndipo ikafuata winter solstice, ambapo jua lilikuwa mbali zaidi na ncha ya kaskazini ya dunia na kuifanya usiku kuwa mrefu kuliko mchana. Disemba 25 Warumi wakasherekea kuzaliwa kwa Mungu Jua, Sol Invictus. Naam, kwa mara nyingine tena niko na Padre Erasto Kabogo, misionari wa shirika la Consolata kutoka Madagascar. Padre, mtu anaweza kuuliza, kwani Yesu alizaliwa hasa tarehe ngapi? Tamaduni za Warumi ni kwamba tarehe hizi kuanzia tarehe 17 ya mwezi wa 12 mpaka tarehe 23 walikuwa wana sherehe za kilimo kwa ujumla. Sherehe ya pili ilikuwa inafanyika sasa tarehe 25 ya mwezi wa 12, na ilikuwa sherehe kubwa kabisa, sherehe ya kuzaliwa kwa jua. Kwa hivyo ndio kanisa pia likachukua maana hii ya kitamaduni na ndio likafanya kitu kinaitwa utamadunisho, yaani kuweza kuingiza maana ya Kikristo, maana ya kidini katika utamaduni wa Kirumi.
Kwa mujibu wa mafundisho ya kanisa, basi tunaweza kuhitimisha kwa kusema ya kwamba tarehe 25 ya mwezi wa 12 si tarehe rasmi ya kuzaliwa kwake Bwana wetu Yesu Kristo, lakini ni tarehe rasmi kabisa iliyobarikiwa na kanisa, kwa sababu kuu moja ya kwamba wakati tarehe hii inapendekezwa na kanisa kwa mara ya kwanza ni karne ya 4, na kalenda tunayoitumia sasa hivi ni kalenda iliyokuja karne ya 16, yani miaka ya 1500. Kwa hivi hatuwezi kusema ya kwamba tutakumbuka tarehe rasmi ya kuzaliwa kwake Bwana wetu Yesu Kristo. Lakini basi mtu mwingine anaweza kuuliza na mwaka. Kwa kweli mwaka tunapata katika maandiko matakatifu, na Injili ya Luka inaeleza moja kwa moja ya kwamba Yesu alizaliwa kipindi cha utawala wa mfalme Herode. Kwa hiyo inatupa urahisi wa kuweza kutambua mwaka. Asante Padre. Padre Leonce Maziko alishawahi kusema kuwa dini yoyote ile lazima izaliwe katika utamaduni fulani. Nenda Asia, utakutana na utamaduni wa watu wa pale ndani ya dini wanazozifuata. Nenda Mashariki ya Kati, utaona pia. Sasa katika faili linalofuata ndani ya Seva, kuna nondo kuhusu chimbuko la baadhi ya tamaduni ambazo zinahusiana na Krismasi tulizozizoea sana. Kwa mfano, mti wa Krismasi, Santa Claus na adui yake Krampus. Wakati wa kujuzwa usioyajua, wakati wa kukumbushwa ulioyasahau, ndio huu. Seva na MC Shonde.